Kristo, napenda kuwasalimia asubuhi ya leo. Bwana asifiwe. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. 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 Namshukuru Mungu asubuhi ya leo kwa mema na mazuri ambayo amenitendea, ameniongoza, amenilinda katika wiki yote. Hivyo basi sina budi kumshukuru, maanake yale ametenda hakuna awaye yeyote ambaye angeweza kuyatenda. Napenda tena kualika watazamaji, wasikilizaji ambaye mnatazama, ambaye mnasikisa ujumbe wa leo, na waalika nyote katika Yesu Kristo tukaweze kutembea pamoja, tukaandamane pamoja, tukapate neno la Mungu pamoja, tukaweze kubarikiwa, manake Mungu akona kusudi njema maishani mwetu. Ili neno ambalo Mungu ametupea asubuhi ya leo ni kwa ajili ya kwa ajili yako wewe, na hata yeyote ambaye atakayeweza kulisikia, manake limekuja kwa ajili yako wewe. Somo la leo tulipata kwenye kitabu cha Yohana, waraka wa Yohana wa kwanza, mlango wa 2 mstari wa 16. Epistle of 1 John chapter number 2 verse 16. I'll read verse 15 and 16. John 1 John 2 15 and 16. The Bible says, "Do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world." Na tuombe. Baba, katika Yesu Kristo, Mungu isiye milele, ni asante kwa wema wako. Asante Bwana kwa uwepo wako Bwana katikati yetu. Tunapoenda Bwana kulipata neno lako, naomba Mungu wepo na nguvu zako Bwana asiandamane nasi. Asante Mungu isiye milele kwa sababu ya kila msikilizaji. Asante Bwana kwa sababu ya kila mtazamaji. Mungu wetu na Baba yetu, Bwana ugaweze kufungua macho yetu na akili zetu, tukapate neno lako Bwana kulingana na mapenzi yako. Uwe nasi Bwana, tuongoze tunapotamatisho, tukashukulia kwa jina lako. Kwa jina zote na kuamini. Amen. Somo la leo linasema kwamba the consequences of sin. Consequences of what? Of sin. Consequences of sin. Matukio ambayo yanatukia kwa mtu ambaye anatenda dhambi. As I have read from the Epistle of John, as John was writing this, he was challenged with challenges of these people who were Gnosticism, who were teaching false doctrine. And this time around, he spoke about what is happening in the world. Na hilo jambo ambalo alizungumzia ni mambo ambayo yanatendeka katikati ya binadamu. So tunapoongea the consequences of sin, in the first place, what is sin? What is sin? Sin is doing contrary to the will of what? To the will of the Lord, to the will of God. Sin is doing contrary to what you know is right, and you are doing contrary to what is right. That is what is called sin. So now, as we have read that portion, the Bible says that what is here in the world is lust of flesh, lust of eyes, and what? Pride of what? Pride of life. People are moved by eyes. So as I've said, what happens when somebody is in sin? Sin closes one's eyes. Sin closes one's eyes, such that you cannot see. When somebody is doing sin, or rather when somebody is sinning, that person, his eyes or her eyes are done what? Are closed. You are not able to see because sin has covered you. And because you are covered by sin, you are not able to see. And as I've said, because lust of eyes are moved, and they moved somebody, then because of that thing, you are moved to sin. Like Daudi alitazama mwanamke akinawa mahali, akinawa.
Na alipotazama Daudi na macho yake, Daudi akanguswa. Daudi akakuwa na mfuto wa kutenda dhambi alipoona mama uchi. Mama alikuwa anaonga tu, sijui ni kama nikalikuwa kando ya nyumba yake tu. Ni kama alikuwa anaonga hapo faranda. Na Daudi akiwa katika orofa yake ya kifalme, akatupa macho akatazama, akaona mama anaonga pale kwa faranda. Akasema, "Oh, niletewa huyo mwanamke. Nataka kulala na huyo mwanamke." Na Daudi akafutwa na mfuto wa nini? Wa macho. That is why the Bible says it is pride of eyes. It's lust of eyes which is in the world. Lust of eyes. People are moved by what they see. So it is also good that to note that even if you see, you should not lust with whatever you see. Kwa mwanamke kutembea uchi sio license ya mwanaume kulala na yeye. Sio license ya mwanaume kutenda dhambi. Ama namna gani? It's not a guarantee that you know you see because you have seen a naked woman. That is not a guarantee. Nowadays women are walking naked. They don't want to wear clothes. Wanawake wataki kuvaa nguo. Wanataka kutembea uchi. Na hiyo sio kibali ya kwamba mwanaume akiona mwanamke ambaye amevaa vibaya na yeye atende dhambi. Hiyo sio kibali. Daudi angesimama hiyo changamoto. Daudi angesimama kwa hiyo kitu ambacho aliona na aseme sitaanguka, sitafanya dhambi. Hallelujah. Amen. It's like Joseph in Egypt. Huyo mwanamke alisema alitamani kulala na yeye, lakini Daudi Yusufu akakataa na akasema kwamba sitafanya mabaya kinyume na mapenzi ya Mungu wangu. So Daudi angesimama. Pia na wewe ndugu yangu, sio tukitazama mwanamke kitembea uchi na wewe unaingia kwa dhambi. Nyuma pale nilikutana na msichana mmoja akifaa vibaya. Nilikuwa naenda kwa huduma ya kanisa, nikiendesha basikeli. Msichana akifaa vibaya. Nilikuwa naenda kwa huduma. Nikauliza msichana, "Why are you dressing like this? Why have you dressed like this?" Msichana badala ya kunijibu akaniambia, "Ukiniona ulikuwa unatazama nini?" Sasa kama mtu anatembea unapitana na yeye, unaweza kukosa kumuona. Unaweza kukosa kumuona. So nikamuuliza, "Mimi si nimekuona tu, lakini unakaa vibaya. You look so ugly. You are dressed very poorly." So what I'm trying to say is this: don't dress the way you want to dress and expect people not to look at you. Like Daudi alitazama akaona huyo mwanamke akionga katika faranda na akaona uchi wake. Kwa nini usionekane na umekaa hivyo? And even may ask, why do women want to dress like that? Why do you want to go naked? Kwa nini msichana anataka kutembea uchi? Kwa nini unataka kudress out dressing? That is very wrong, and you are causing others to fall. Isn't it? Yes, you may cause the fall. You may cause the fall even of your family and also of your relatives. Like this time round, you hear so many girls are pregnant. And most of the time, you find they have been impregnated by their teachers, even to the extent of their parents. What is happening? You are undressing poorly. You are undressing will count. So, this happened in the time of David. And this caused David to fall. This is in 2 Samuel chapter number 23, verse 13. Also in 2 Samuel chapter 11, verse 6. You find that there was a man who was by the name of Uriah. Alikuwa ameoa huyo Bathsheba. Na alipomwona akatazama, maana alikuwa kwa vita, akasema aletoa huyo mwanamke alale na yeye. So, because of looking, because of lust of eyes, people perish, people enter into sin. And my friend, my brother, you need to be very careful not to be led to sin
by what you see. Are we together? You know, if mwanamke yule anaitwa Hawa alitazama matunda pale shambani mwa Edeni, alipodanganywa na shetani pale, Biblia inasema kwamba alitazama na akaona ni mazuri na akasema wacha nikule, na akachukua akakula. Maana yake alitazama na macho akapendezwa. So your eyes can lead you to sin, and you need to be very much careful not to fall into sin like what David did. So sin closes eyes. That is point number 1. Sin closes eyes. And the people who are stealing, who are taking things which are not their own, they close their eyes and they timber, and they broke the walls, they broke the windows, they broke the doors, and they take possessions which are not their own. Those people who are bribing others, you see this kind is full of corruption. People close their eyes not to see what they are doing. Mtu anapora pesa ya mtu ako kwa wheelchair. Mtu anachukua pesa ya mtu ambaye ako hospitali. Mtu anachukua pesa ambayo ni kujenga barabara. Tunapitia kwa matope kwa sababu ya mtu mmoja ambaye amefunga macho asione mahali tunapitia. Hiyo pesa yote anaweka kwa mfuko. Macho yanafuta mtu, anaingia kwa dhambi. Maana yake amefunikwa macho na dhambi. Amefunikwa macho na pepo na roho ya uporaji. That is very wrong. And the people need to move from there. Hallelujah. Yes. Watu wanafaa watoke pale, maana yake kwa sababu ya mfuto ya tamaa ya pesa, tamaa ya vitu, wanatazama, wanachukua sote. Mpaka wanachukua pesa ya maskini, wanachukua pesa ya wajane, wanachukua pesa ya mayatima, wanabeba kila kitu. Mtu hata ajue pesa atapeleka wapi. Ni kwa sababu ya tamaa inayosukuma na macho. Don't be like that. Don't be moved. Don't be led by what you see. Also, sin closes ears. That is somebody cannot hear. Nasema kwamba dhambi inafunika masikio. Mtu hata asisikie. Kuna jamaa pale Samueli wa pili 13 mstari wa 14. Na msichana wake dada yake ambaye alikuwa anaitwa Tama. Huyo jamaa alipelekwa chakula na ndugu yake, Amina dada yake. Na yeye alikuwa anatamani kulala na yeye. Basi pale sisa yake akamwambia, tafadhali ndugu yangu, usilale na mimi. Hiyo ni dhambi mbaya sana. Usijaribu kufanya hilo jambo, ni mbaya sana. Lakini kwa sababu dhambi inafunika masikio, huyo jamaa hakufanya nini? Hakusikia. Akamkamata kwa nguvu, akamuingiza kwa nyumba, akalala na yeye. Nasema dhambi inafunika masikio. Hata mtu sababu ya kufanya dhambi, ukimwambia hili mbaya, hata unakosana na yeye. Wewe pastor, usiniambie hivyo. Kwa nini unanikataza? Kwa nini kwa nini unaniita? Unanifanyia counseling ya nini? Mimi sio hivi, mimi sio vile vile. Ni kwa sababu dhambi inafunika masikio, mtu asitake kusikia. Usidhani wale watu wanafanya mambo hapa na pale ati waambiwi. Mtu anaambiwa, lakini kwa sababu ya dhambi hataki kufanya nini? Kusikia. Na Biblia inasema katika kitabu ya Isaya, wako na masikio na hawafanya nini? Hawasikii. They have ears but they don't hear. Because sin has either that they are deaf, they cannot listen and they cannot hear. And you know, it is good to listen to the word of God. Because the Bible tells us that blessed are those hear the word of God and then do according to what the Bible says. So you must be listeners, or rather hearers, and also doers of the word of God. Hearers and what? Doers. So you must do as per the word of God, because you have heard what the Bible has told you. So as for today, I'm saying this: sin closes ears, that you cannot listen, that you cannot hear. And those people who are doing whatever they are doing in the world, they are taught in the media, in the radio, they are taught even in the churches, they are taught all over the way, but they don't listen, they don't hear. Why?
Because their eyes are done what? Are closed by what? By sin. So you need to move from there. Point number 3. Sin keeps you more than you wanted to stay. Dhambi inakalisha mtu mahali kupita kile kiwango ama ile kiasi alikuwa anatamani kukaa. Sin stays you, or rather keeps you more than you expected to stay. Mtu anaingia kwa dhambi akifikiria mimi nitaingia tu safari moja pa na nifanye nini na nitoroke na nitoke, lakini akiingia kwa dhambi pa badala ya kutoka anafanya nini? Anakwama pale, anazoea, anasema kumbe ni tamu, kumbe nitakaa, wacha niendelee, wacha kesho tuonane tena, wacha nifanye tena, wacha niendelee. Nasema kwamba sin keeps somebody more than you expected to stay. You know, you may go and now steal. This is like you have stolen money from somebody. Oh, this is 100,000. You say, oh, let me go back and see whether there are some. You go and pick 20. You go back there. That is what happens with the sin. And I'm telling you that mtu akitenda dhambi lazima Mungu amuone. Kama unafanya chochote, lazima yule Mungu wa ndani wa moyo wako akwambie hii kitu unafanya si nzuri. Na wewe sasa sikio la rohoni unaikataa. Unakataa kufunguka, inakataa kusikia. Unaambiwa na sikio la moyoni na kuzungumzia, inakwambia wewe usifanye hiki kitu. Kwa nini unachukua msichana wa huyu? Kwa nini unachukua mama fulani? Lakini hiyo sikio sitaki usikia, unaenda kinyume na sauti ya Mungu. So that is why I'm saying sin keeps somebody more than you are expected to stay. You know, Daudi alikuwa anasema kwamba nitalala na Bathsheba safari moja na ishi. Lakini I'm telling this, haikuishia pale. What happened? Alisema kwamba ndio sasa Bathsheba alipolala na Daudi, Bathsheba akaenda akamwambia Daudi, mfalme, unajua nini? Wakati tulilala pamoja na wewe nilipata mimba. I conceived. I am now pregnant. Bathsheba akamwambia Daudi, sasa mimi ni mjamzito. Hai. Unajua hata kijana akitongoza msichana amwambia mimi unajua sasa ni mjamzito. Oh, usiniambie ni mimi. Usinitaje. Sasa Daudi anataka kusema asitajwe. Halo? Daudi anataka kusema asitajwe katika mambo ya kulala na huyo mwanamke. So Daudi akafanya nini? Akaanza kumanufa. Akamwambia kiongozi wa vita, utapeleka Uria huko mbele ya vita na umuondokee ndio akufe. Sababu Uria alikuwa ameambiwa, wewe nenda ukalala na mke wako. Daudi alikuwa ametengeneza plan ya kwamba aende akalala na mke wake ndio isemekane kwamba ni Uria alilala na Bathsheba akapata mimba. Lakini naye Uria akakataa. Akasema sitalala na mke wangu wakati huu. Watu wako katika vita. Sasa ikikaumana. Kwa hiyo ndio kitu ishe. Daudi akasema hapa manake itatambulikana, wacha nimalize huyo mzee ndio nipate at least mahali pa kupitia. Sin keeps you more than you expected to stay. Daudi akaua huyo jamaa. Na pia huyo mtoto akakuja kukufa. Ndio ninasema kwamba it is good for us church to listen to the word of God. So one night costed all this. One night costed the death of this man. Costed David to do all this work because sin keeps you than you expected to stay. Those people who are doing all these things, they are doing that because they did not expect actually that. You find somebody who is drunk, they are crying all the way. How can I get out of this? Of late, nilikutana na jamaa akilia, akiniambia pastor niombe.
Mimi hii pombe nikalia sana. Niombe nitoke kwa hii pombe. Akalia machozi, inamwangika, makamasi, inamwangika pamoja. Pastor niombe, nataka kutoka kwa hii kitu nimefungwa. Aliingia kwa hiyo kitu mara moja tu. Lakini ameshindwa na kutoka pale. Jamaa ameanza kukunywa sigara tu. Kasigara moja tu akajifundisha. Akavuta hivi. Anaona ni kitu ya kufurahia. Lakini sasa amejaribu kutoka pale, kimeumana. I'm saying sin keeps you more than you expected to stay. Inakuumiza mpaka inaumiza mwili yako. Inakuumiza mpaka inaumiza familia yako. Because it will remain there. And by you, sin leaves also scar. Inawacha alama. Inakuumiza mpaka inawacha nini? Alama. People look at you and they recognize and they notice it is because of this that has caused this to happen. Because of what you need, it has costed you 1, 2, 3 things. So I'm saying this: sin keeps somebody more than you expected. More than you expected. You remain there. You are embodied there. You are in captive. You are in bondage. You are caught by sin and you remain there. Wow, this is terrible. So you need to flee from sin. You need to run from sin so that you may not be caught. Usikamatwe na dhambi. Ongopa, ukimbie, utoke kwa dhambi. Maana ikikukamata haitaki kuachilia. Unajua ni shetani na mapepo yake. Akikukamata ni pale pale. Hello? Yes. Ukikamatwa na dhambi msichana, hautatamani kutoka pale. Shetani atakukalia, atakufindilia, ukae pale. Maana yake ukiwa pale ana enjoy. Anasema huyu nimekamata. Hata kwa kanisa anatafuta, anaingilia, anatafuta kuingilia. Hata kwa wachungaji anataka kuingilia, kwa wanarika anaingilia, kwa wanakwaya anaingilia. Kwa hivyo unapaswa kuongopa. Maana yake ukiingia pale kutoka ni ngumu. Are we together? The last point says, sin cost you than you expected. Dhambi inakuletea gharama ambayo hata hukufikiria. Dhambi inaleta gharama zake. It will cost you. This sin is very costly. You see, the same book, the 2 Samuel chapter 16, verse 21, and also in the same book, chapter 13, verse 14, you will find that because of David sinning with Bathsheba, what happened? His son Absalom, kijana yake ambaye alikuwa anaitwa Absalom, alilala na mke wake. I'm saying sin is very costly. And a sin, it will cost you than you expected. Kijana yake ambaye alikuwa anaitwa Absalom, kijana wa Daudi, ni kwa sababu Daudi alilala na huyo, aliingiza katika familia yake dhambi, naye kijana yake akalala na mke wake. Not only that, kijana wa Daudi akalala na msichana wa Daudi. Amoni akalala na Tamar. Ni kwa sababu dhambi iliingizwa kwa familia na nani? Na baba yao Daudi. Not only that, that caused David to kill Uriah. Hilo jambo Daudi alifanya ilimsukuma mpaka akaua huyo jamaa. Dhambi ni mbaya. Not only that, yule mtoto ambaye alizaliwa kwa kutoka kwa hiyo kitendo pia alifanya nini? Alikufa. That is sin. So sin will cost you than you expected. Sin will break your family. You went these breakups and the shake-ups of the families. It is because of sin. Sin also will shake up the church. Even when somebody has fallen in sin in the church, you find those gossips. What's happening?
Huyo msichana amefanya nini? Anakaaje? Kulitendeka nini? Kwani kuliendaje? The church is broken because of sin. Families are broken. Jobs are broken because of sin. I'm saying sin will cost you than you expected. And it will cost you, even it can cost you your life. It can cost you to separation. It can cost divorce. It can cost anything. Because sin is dangerous. So, brethren, brothers and sisters, I beseech you, I request that you flee from sin. Because sababu dhambi inaua. According to Romans chapter 6 verse 23, the Bible says the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. The wages of sin is what? Mshahara wa dhambi ni mauti. Hallelujah. Mshahara wa dhambi ni mauti. Yeyote ambaye anafanya dhambi, mtazamo wake, njia yake inamwelekeza kwa kifo. Hello? And you want to die? Wewe unataka kukufa? Basi toka kwa dhambi. Msichana, wacha kutenda dhambi. Wacha kujificha, wacha kujifunika. Eti kwamba wewe ni mzuri, eti kwamba wewe uko hivi na vile. Toka kwa dhambi, because the wages of sin is death. And the people are walking dead. People are walking well died because they have fallen into sin. And what do we do as church? Do you have church members who are doing this? Do we have people in the church who are doing the same? Utaki kuongea? Hiyo utaki kuongea sasa? Tuko na watu kwa kanisa ambao wanafanya hayo mambo. Tuko na watu kwa kazi ambao wanafanya hayo mambo. Tuko na watu shuleni ambao wanafanya hayo mambo. Na sasa tufanye nini kanisa? What do we do? What do we do? Because now people are falling short of the glory of God. People are falling short of the glory of God. Watu wametoka mikononi mwa Mungu. Watu wanajibeba wao wenyewe because of lust of eyes, lust of ears, and the pride of life. And because of pride, you find people are stealing a lot of money, which actually they cannot account for. And because of pride, they are taking all this that will be able to show how stable, how strong, and how able they are, forgetting that they have done wrong, they have sinned before the eyes of the Lord. So I say today this, there is a solution for you. There is a way out. Because Christ died on the cross for us all sinners. Hallelujah. Amen. Yes, Christ died for us all. Yesu Kristo alisulubishwa msalabani ili tukaweze kupata msamaha wa dhambi. Oh yes. We have a redemption. We have a way out. Tuko na mahali pa kukimbilia. Yesu Kristo alikufa pale msalabani tukaweze kupata msamaha wa dhambi. This is so wonderful. There is a savior. There is somebody. There is somebody who is somewhere, who is able to take you out of that. To take you out of that bondage. I know some have been chained, are in bondage of sin. You need to get out of there. You find the girls are raped, mothers are taken by force, wazee wamechukuliwa, vijana wamechukuliwa. This is so wrong. I'm saying this. You must get out of that. And there is a way out. Christ Jesus was crucified, died on the cross for us all to have life and eternal life. Where do you belong? Where do you belong? Are you safe from this?
are you saved from this? Maybe in one way or the other, you have fallen short. You have fallen in your doings, in whatever you have been doing before the eyes of the Lord. You need to repent. Hallelujah. Yes, you must repent. You have sinned before the eyes of the Lord. As in the book of first epistle of John, Biblia inasema kwamba yule ambaye anasema yeye mtakatifu anajidanganya nani? Yeye mwenyewe. So people have fallen short before the eyes of the Lord. And you must go before the Lord and repent. And go before the Lord and say, Lord, I have come. I'm sinful before you. I'm sinful before your eyes. I have sinned before your eyes. And I need to be forgiven. I'll take you to the book of Psalms. Have mercy upon me, O Lord, according to your loving kindness, according to the multitude of your tender mercies. Blot out my transgressions, wash me thoroughly from my iniquity, and cleanse me from my sin. Verse 3, for I acknowledge my transgressions, and my sin is ever before me. Against you, you only, have I sinned and done this evil in your sight, that you may be found just when you speak. Beyond as I was brought forth in iniquity, and in sin my mother conceived me. This is David. He is pleading to be forgiven. He is pleading to be forgiven by God himself, because he came to realize that he has fallen short before the eyes of the Lord. And he had to go before the Lord and pray and request for mercies to be forgiven. I understand, I acknowledge my sin. Natambua dhambi yangu. Na njua ile dhambi nimekufanyia Mungu wangu. Naelewa na ile makosa nimefanya. Sasa Mungu nakuja kwako, nisamee. Na Daudi akalilia Mungu, akaomba ili Mungu akaweze kumsamehe. Sasa wewe, I'll speak to you. What have you done before the eyes of the Lord? What have you been doing before the eyes of the Lord? Umekuwa kuchimba watu wengine, wanaanguka. Unawamaliza, unawaangusha katika hali zao za maisha. What have you been doing? You must go before the Lord and pray for forgiveness. Because your iniquity, because your sins, because your shortcomings are before the eyes of the Lord. Hallelujah. Yes. You must be there. So as we stand, I need us to go before the Lord with this song. As we surrender ourselves before the Lord, that we may be forgiven. Stand up. Karibu Bwana, karibu. Karibu Bwana, karibu. Karibu Bwana, karibu. Moyo wangu upone. Imba. Karibu Bwana, karibu. Karibu Bwana, karibu. Karibu Bwana, karibu. Moyo wangu karibu Bwana, karibu. Karibu Bwana, karibu. Karibu Bwana, karibu. Moyo wangu upone. Nataka kujazwa na Roho. Nataka kujazwa na Roho. Nataka kujazwa na Roho. Moyo wangu upone. Nataka kujazwa na Roho. Nataka kujazwa na Roho. Nataka kujazwa
na weka mikono juu mbele za Bwana. Moyo wa enda mbele za Bwana. Nataka kujazwa na Roho. Nataka kujazwa na Roho. Nataka kujazwa na Roho. Moyo wa Baba, katika Yesu Kristo Mungu isi milele, tazama Bwana tuja mbele zako Bwana kama kanisa lako Mungu ama Yesu Mungu isi milele, na kambili mpendwa Bwana mbele zako katika jina Yesu Kristo, ukaponye Bwana kila nafsi, ukaanguze kila nafsi katika jina Yesu Kristo. Bwana tazama jinsi walivyo mbele zako, Bwana tazama jinsi wamesimama mbele zako Bwana Yesu Mungu isi milele, naomba Bwana ukaweze kusamehe, ukatakase kila dhambi katika jina Yesu Kristo. Wewe ni Mungu mtakatifu, wewe ni Mungu ambaye umejawa na utakatifu. Mungu milele, shuka mahali hapa, shuka kwa wapendwa, shuka kwa kila mtazamaji, shuka Bwana majeshi katika jina Yesu Kristo, that you may cleanse every iniquity, that you may cleanse every sin, that you may wash every transgression in the name of Jesus. Because Lord God, you are worthy. You are able to make us, Lord. You are able to restore us, Master. You are able to restore my God. You remember mercy upon your people. Remember mercy, mighty Jesus. Because Lord Jesus, you were crucified for us, mighty God. You were crucified to set us free. And God, I pray that God to may cleanse your people. I pray this morning that God to may restore your people in the name of Jesus. Our men have fallen short for the present. Men are in bondage of sin. And Lord God, I leave them this morning. And Lord God, I break every chain in the name of Jesus. Lord Jesus, I break every yoke. And I pray that Jesus may set your people free in the name of Jesus. Redeemer, you are worthy. Redeemer, you are worthy. I acknowledge your presence this morning. I acknowledge your presence, mighty God, this morning, because you are worthy. You have called us, God, with a purpose. You have called us, Master, to minister to your people. You have called us, Master, to speak upon your people. And this time round, God, you have spoken upon your people. Lord Jesus, I pray that God, you may set your people free in the name of Jesus. You may redeem them. You may release them. You may set them loose. And loose every chain. And loosen every chain in the name of Jesus. Lord God, your blood speaks. Your blood speaks life. Your blood speaks life upon your people. Your blood sets us free. And Lord Jesus, we praise your name. Lord God, we honor your name. We adore you this morning because you are worthy. Redeemer, you are worthy. Lord Jesus, I lift you on high because you are worthy. Thank you, mighty God, for everything. Thank you, God, what you purpose on our lives. Thank you, Redeemer, for your word. Lord Jesus, oh Lord Jesus, I worship you. I praise your name for those who have set free. I praise your name for those who have set free. I praise your name for the chains you have broken upon your people. Glory and honor be to you. Thank you, Jesus, for everyone. Thank you, Jesus, for every listener. Thank you, Jesus, for the viewers. Thank you, Lord God, for everyone, mighty Jesus. I honor your name. I lift your name on high because you are worthy. Thank you, Redeemer, because of what you are going to do upon your church. In the name of Jesus, I pray and believe. And